Dakta kabisa, mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni alasiri teule tarehe 19 mwezi Mei mwaka 2017 na kupa mwaliko kwenye taarifa zetu kuntu za mbiu ya KTN, siku ambayo tutakuwa tunashuhudia mkesha wa mishumaa, ukipenda Candle Night Vigil hapa jijini Nairobi, katika mashirika sio kiserikali na vile vile washikadau mbalimbali kuweza kupigania haki za wakimbizi kutoka Burundi na vile vile Sudan Kusini. Studioni tayari ninaye mgeni ambaye atakuwa anajiunga nami katika muda ama wa sehemu ya pili ya taarifa hizi za mbiu ya KTN, ambaye ni Paul Ogendi, ambaye ni mshauri wa masuala ya sheria kutoka Center for Citizens Participation Africa Union. Atakuwa hapa tujadili mengi kuhusiana na mkesha huu wa mishumaa utakuwa namna gani. Tumekuandalia taarifa nyingi katika saa nzima sasa hadi 11. Kwanza pata vidokezo. Mwili wa mwanaume mmoja wapatikana kwenye mti huko Getacho, kaunti ya Kisii, ikiaminika kuwa aliuawa na watu wasiojulikana. Waziri Fred Matiang'i akutana na wadau wa elimu kujadili jinsi ya kuhakikisha kwamba masomo hayatatatizwa wakati wa mchakato wa uchaguzi wa Agosti. Tom Msabili Kidemi afikishwa mahakamani Nakuru baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kuonesha watoto video za ngono. Karibu mtazamaji, saa 10:02 saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Lofty Matambo. Tuanze huko Nakuru, ambapo mwanaume mwenye umri wa miaka 45 aliyedaiwa kuwashawishi watoto wa shule kujihusisha na mapenzi kwa kuonesha picha za ngono, leo hii amefikishwa katika mahakama ya Nakuru akikabiliwa na mashtaka 20 dhidi yake. Tom Msabili Kidemi ameshtakiwa kwa makosa ya kutenda hayo kwa maksudi, yakiwemo kuonyesha watoto wenye umri wa miaka 12 hadi 14 picha za ngono kwa nia ya kuwashawishi wajihusishe na mapenzi. Aidha, mwanaume huyo anakabiliwa na makosa ya kueneza ukahaba baina ya watoto. Hata hivyo, amekanusha makosa hayo na atasalia rumande kwa siku 5 zijazo. Kesi itatajwa tarehe 24 mwezi huu. Shtaka la 7 anaweza kushtakiwa na kosa la kuweza kuendesha kahaba wa watoto kinyume cha sheria. Huko Kisii, huzuni na wasiwasi vilitanda eneo la Nyanchwa huko Getaru, kaunti ya Kisii, baada ya mwili wa jamaa mmoja kupatikana ukining'inia juu ya mti. Inashukiwa kuwa jamaa huyo anayeaminika kuwa na umri wa miaka 20 hivi aliuawa kwingine kisha kuletwa eneo hilo. Wiki 2 zilizopita, walinzi wawili wa usiku waliuawa na watu wasiojulikana katika eneo la Jogoo, ikiwa ni mita chache tu kutoka kwa kambi ya maafisa wa utawala. Mwili wa jamaa huyo unahifadhiwa katika hospitali ya Kisii Level 5 huku uchunguzi ukiendelea. Tumeona vibaya kukuta kijana mdogo kama huyu amechinyonga, na kiini hasa kuchinyonga hatuchachua ni nini, lakini tunaomba kwa sababu tuna serikali yetu ya Kenya itusaidie kwa uchunguzi kamilifu ili tujue chanzo kamili ya hiki kijana kuchinyonga, maana ni kijana mdogo. So serikali tunaomba sana security yake iwe juu, kwa maana tunaendelea kuona maafa inaendelea hapa town sana. Kwenye taarifa ambayo sijui kama ni ya kutabasamia ama kustajabia, ni kwamba mwanaume mmoja katika mji wa Karatina aliwashangaza wengi baada ya kuandalia wenziwe ugali ama mle wa bure. Maana mwanaume huyo alidai aliwapikia wenzake sima au ugali ukipenda, kwa njia ya kusherekea kushuka kwa bei ya ugali. Charles Ndirangu, ambaye ni baba wa watoto 4, anasema kuwa tangu bei ya unga kupanda alikuwa hajaweza kupika ugali katika nyumba yake. Kutokana na hili basi, Ndirangu aliamua kupika ugali kwa sukuma wiki, wenzake wakimpongeza na kumtazama, kisha baadaye wakasherekea pamoja mlo huo. sana.
Nimefurahia sana kwa sababu mtukufu Rais amesema unga ishuke. Tuliambiwa unga imeangusha bei, lakini tulinunua jana, lakini leo nimeuliza nikaambiwa inakuwa ile bei ile ya juu. Wamalize nini? Wamalize soko. Sasa ile kitu iko tujue tutaongea lini. Tunanunua lini hiyo bei ilisemeka. Kwingineko, Rais Uhuru Kenyatta amepuuzilia mbali madai ya viongozi wa upinzani ya kutoshiriki uchaguzi mkuu kwa misingi kuwa tume ya IEBC inapanga njama ya kushirikiana na serikali ya Jubilee. Akizungumza katika kongamano la chama cha Democratic Party, Uhuru Kenyatta amesema kuwa Wakenya wana demokrasia na uhuru wa kumchagua kiongozi wa mtakaye, ila hilo halitafanyika kwa njia ya vitisho. Chama cha DP kimemuunga mkono Rais Uhuru Kenyatta kuwania kiti cha urais muhula mwingine. Asanteni sana. Asante sana. IEBC ipewe heshima kwa sababu hii mambo it is in the constitution. It is in the constitution. Hata hivyo, we have 18 presidential candidates. Moja akitoka siku 17 hapo. Haiwezekani tukiwa na vyama vyote ambavyo tuko navyo iwe kuna chama moja ambayo itasema kama mambo haitafanyika kulingana na matakwa yangu hakuna kitu itaendelea. Hiyo ni demokrasia kweli? Hiyo ni demokrasia? Hiyo sio demokrasia. Haistahili wewe utishe wenzako ati kama mambo haitaenda vile mimi nataka hakuna lolote litafanyika. Tunataka tuheshimiane. Tunataka tuheshimiane. Tushindane ndio. Tushindane kila mtu na sera zake, lakini tuheshimiane na tuheshimu uamuzi. Lakini isiwe wewe unaenda kutisha koti, kesho yake unaenda kusema kama haitakuwa hivi kutakuwa shida. Kwani shida ni kwa nini? Shida iko wapi? Wananchi wawachiliwe, waamue vile wanataka kuamua na uheshimu huo uamuzi. Omba kura kwa njia ya amani. Omba kura kwa njia ya kusema utawatendea Wakenya nini. Lakini sio kwa njia ya kutisha wenzako. Naam, Waswahili wanasema mtembea na muuza marashi pia yeye hunukia hayo marashi. Tukisonga mbele, Wizara ya Elimu sasa imetoa onyo kwa wanasiasa wanaopania kugeuza shule kuwa viwanja vya kisiasa, akisema kuwa chuma chao kimotoni. Akizungumza wakati wa kupokea ripoti ya jopo lililotwikwa jukumu la kuangazia visa vya kuteketeza shule vilivyoshamiri mwaka uliopita, Waziri Fred Matiang'i hata hivyo amesema kwamba huenda wakalazimika kuweka likizo ya majuma mawili kuanzia tarehe 4 mwezi Agosti ili kuruhusu shughuli ya uchaguzi kufanyika kikamilifu. This is an exercise that we carry out once in 5 years. We do not want to sit back, and that's why we put together this team to do a risk assessment and preparations for the general elections and how they will affect the education sector. We don't want to sit back, and when things happen, we start blaming each other, making excuses. We've done some good work, and I'm so grateful to my colleagues, the team of directors from the Ministry of Education across the departments. So, colleagues, when we give you some of the guidelines we are going to give you and some of the things we want to do, please take them in your stride, and we are also here to hear more from you. What you think, what more you think we can do as we go forward. Principals who are in the room, I became aware actually this week of a particular part of the country where one of our colleague principals was under pressure
by a politician to allow him to hold a rally in the school. It will not happen. It's as simple as that. It will not happen. Look, let's be sincere and serious people. Surely, you are teaching chemistry in that room and somebody shouting slogans out here. I mean, are we being serious? Surely. Huh? Let's keep the schools out of bounds for these things, Mr. Ndimuli. Let's keep them, safe. We all have a right. As government and as ministry, we will not infringe on all your rights and our right to participate in the political process, which we must. But we must also participate in it, bearing in mind our foremost responsibility in this society being to looking after our children in schools. Unga, unga, unga ndio uliokuwa wimbo ulioanza kuwa vinywani mwa Wakenya wengi pale ilipobainika kwamba bei ya unga imepanda. Hebu sasa tuende kwake Francis Mtalaki huko Mombasa atujuze jinsi unga na bei nafuu ilivyoathiri. Na je, unga unapatikana kila pahali ama katika maduka yote? Na asante sana, nipo katika baadhi ya duka la jumla hapa katika barabara ya Moi Avenue katika kaunti hii ya Mombasa, ambapo tupo katika eneo la uchumi, ambapo kwa sasa unavyoona basi mengi yanazidi kujiri kuhusiana na unga, ambapo tunaweza kuarifu kwamba bei imeweza kushuka jinsi serikali ilivyoratibu kwamba katika shilingi 90. Na kwa sasa basi yapo mengi ambayo yanaendelea, kwani kwa sasa zipo baadhi kama vile jogoo kwa sasa bado zipo katika shilingi 155, lakini kwa upande mwingine pia baadhi ya zile bidhaa ambazo ni za unga ama zile kampuni ambazo zinatengeneza unga kuweza kuleta hapa katika maduka ya jumla bado haziweza kufikisha bidhaa hiyo muhimu kwa Wakenya. Na kwa sasa basi ningependa kumshirikisha Mkenya mmoja aweze kujitambulisha jina lake nani. Namuona kuna unga mbili hapa za kilo 2, ni kilo 4 hapa. Bwana, jina lako alafu tuambie inakwaje? Majina langu ni Dano Muya, mimi ni mkaji wa hapa Mombasa. Lakini bwana, sisi bwana tunapenda sima bwana. Lakini sasa unaiona jinsi livyo unga mambo yake imeenda. Hatuwezi kula sima vile tunaipenda sima bwana. Maana saa hizi tumewekewa bwana vikwazo, hatuwezi nunua unga kama kilo 8. Sasa tunanunua kilo 4 peke yake. Lakini mimi ningeweza kusema hivi, ningeweza kumwambia serikali kitu kimoja. Bwana, wa Kenya wanakufa kwa ajili ya unga. Wanatuambia mahindi imekuja, sasa bado tukienda supermarket bei imeshuka, lakini uweze nunua unga 4. Na sisi watu wa family, uko na watoto wa 6 kwa nyumba, familia yako ni kubwa. Unga kilo 4 itasaidia nini kwa wiki? Maana sisi bwana ni watu wa budget. Sisi tumezoea budget kama 10,000 kwa wiki. Sasa ukikuja supermarket unafanya shopping yako. Sasa hizi uwezi fanya hiyo shopping ya 10,000. Unawekewa target. Tunauliza, je, ni haki? Lakini sasa nikuregesha nyuma kidogo. Yes. Hapo awali unga ilikuwa shilingi 170, 180. Yes. Lakini imekuja mpaka shilingi 90. Yes. Afueni ipo. Kidogo afueni ipo, but kile naweza sema ni kufunika Wakenya macho ndio waweze kupigiwa kura. Maana ukiangalia maneno kama haya ni maneno ya kuturegesha nyuma bado. Maana ukiangalia unga ilikuwa auza 160. Tulikuwa tunanunua unga 160, hata tunaweza nunua unga kama tukienda kwa duka tunaweza nunua unga kama hata kilo 8 tunanunua. Lakini saa hizi mahali unga imeshuka, lakini bado serikali ya Kenya inatuambia hatuwezi kununua unga kilo 8. Tukienda supermarket tunanunua kilo 4. Ni kwa nini nauliza? Hii ni kudhulumu wananchi, hii sio haki bwana. Wenyewe wanasema kuna uhaba wa chakula hiki muhimu. Uhaba gani ya chakula hiki muhimu bwana? Maana tukiangalia sisi kama Wakenya, chakula zetu ni mostly ni sima na mchele. Na ukiona umekula mchele hii wiki nyingine unataka kubadilisha diet yako, unastahili ukule sima. Sima ndio hiyo. Saa hizi mtu kama mimi nala sima mara moja kwa wiki. Maana siwezi kula sima mara nyingi. Maana mimi nilikuwa nimezoea sima asubuhi, sima usiku. Saa hizi siwezi kula sima, nakula sima mara moja. Spaghetti ndio nakula sana na mchele. Maana angalau kidogo zile bei yao iko chini kidogo bwana. Wasikia bwana? Mimi nataka nitume ujumbe kwa nchi ya Kenya. Bwana, wa Kenya tuamkeni, tujue tumedhulumiwa ya kutosha, tuamke. Wakati wa kuamuka ni sasa. Tujue kiongozi gani tuenda kuchagua, atakayeokoa Kenya, atakayeinua uchumi ya Kenya. Asante sana. Shukrani sana bana. Na kilio chako labda watakwenda kukisikia, na utakapokwenda kupiga kura labda Wakenya wenzako pia wataweza kusikia kilio chao. Na ni mmoja wa Wakenya ambaye aliweza kuzungumza mengi tu kuhusiana na shughuli hii. Na iwapo basi utaweza kuniruhusu niweze kumshirikisha mwanadada hapa. Yeye ako na kilo karibu 10 hapa, lakini swali langu labda kabla ukijita
kujitambulisha pia unieleze. Hapa tumeweza kuandikiwa uweze usichukue paketi mbili, zaidi ya paketi mbili. Wewe una paketi 1, 2, 3, 4, 5. Mimi hapa nashukuru, kwanza nasema hivi, mimi nimeona saizi unga umeteremshwa, ndio manake nikasema ni hakikishe ni ukweli ama ni urongo. Manake unapoenda budget utaambiwa bei ni hiyo 90 lakini utapata ni 170. Ambapo ni vizuri sana tuweze tukateremshiwa bei, ndio manake sisi nao wananchi wadogo ndio tuweze kununua. Mimi mwenyewe napenda sima. Mimi ni mtu wa bara, siwezi kula mchele. Nile sima ndio nisikie niko sawa. Kwa hivyo wanaweza fanya vizuri wakituteremshia unga. Lakini wewe umechukua 5 na ishara hapa inasema kwamba ni 2 tu. Hata kama nimechukua 5 basi ishara yao ni 2 lakini zangu ni 3. Na una matumaini kwamba utakapofika pale kuweza kulipa utaweza kukubaliwa? Itakubaliwa, manake kama ni sheria imepitishwa ni mpaka tufanyiwe haki. Manake sasa Wakenya hatutaumia hivyo. Na labda unaweza kuniambia hapo awali kabla ya kuweza unga huu kuweza kushukishwa bei, maisha ilikuwa vipi? Hapo awali nilikuwa nanunua unga na 70 mimi mwenyewe na watoto wawili, mfuko mmoja hautoshi, ambapo saizi nishapiga bajeti yangu hii ni ya wiki moja. Next week tena najipanga na mfuko nyingine 5. Mwisho kabisa ukituambia pia na jina lako, unahisi kwamba 90 ni sawa ama ishukishwe zaidi? Na ishukishwe zaidi, manake ukiangalia kazi yangu yenyewe mshahara ni mchache. Sasa ambapo ikishukishwa naweza jisikia sawa, hata mimi naye naweza baki na hela zangu ndogo. Jina langu naitwa Faith Atemga. Sawa, asante sana. Huyu amekuwa ni Faith, mmoja wa wale ambao wamekuja kununua bidhaa tofauti ikiwemo unga hapa, na kutokana na kile ambacho tumeweza kukipata kwamba baadhi ya wale ambao kampuni ambazo zinaweza kutengeneza unga na kuweza kuleta hapa katika maduka haya ya jumla bado hayajaweza kufikisha bidhaa hiyo muhimu, lakini wenyewe katika eneo hili wanasema kwamba kadri siku zinavyosonga basi bidhaa hiyo muhimu itaweza kufika hapa, na tutazidi kupasha mengi tu kuhusiana na swala hili ambalo Wakenya wameweza kutoa kilio chao si haja. Mimi ni Francis Mtalaki na kuregesha studioni. Na asante sana mwenzangu Mtalaki, lakini huku tuonyesha kama wewe umenunua kilo ngapi pale, wahoji tu jamaa wa Mombasani. Mtazamaji, kumbuka kwamba sasa ni miaka 2 tangu huyu bwana Nkurunziza Pierre kule Burundi nazungumzia kuweza kushikilia pale kwamba atawania hatamu nyingine ya 3 na kuzua vurumai kidogo pale. Haya ni masuala ambayo tutajadili hii leo. Tayari katika runinga yako naimuona ni mgeni wangu Paul Ogendi, ambaye ni mshauri wa masuala ya sheria kutoka Center for Citizens Participation. Yuko hapa, tutakuwa tunazungumzia masuala hayo, ambayo hii leo usiku kutakuwa na mkesha wa mshumaa, ukipenda a night vigil, ambayo itakuwa inafanyika hapa Nairobi katika barabara ya Aga Khan. Usiondoke, hayo yatakuja baadaye, lakini kwanza wacha nimeze mate. Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN hapa katika KTN News. Karibu tena katika awamu ya pili ambapo tutaingia katika mjadala wetu, lakini kabla hapo naarifiwa kwamba kunayo taarifa moja, hebu tuiangazie. Na sasa hebu tuangazie siasa za kaunti ya Nairobi, ambapo gavana Evans Kidero amesema kwamba hababaishwi kamwe na mipango ya wapinzani wake ama mpinzani wake Mike Sonko. Huyu hapa Mark Namaso akituarifu zaidi. Umati kiasi cha haja uliokusanyika Eastleigh, Nairobi kwenye ziara ya seneta Mike Sonko na mgombea mwenza Polycarp Igathe wakiwa na naibu rais William Ruto. Na leo gavana wa Nairobi Evans Kidero amejitokeza kusisitiza kuwa mseto wa Sonko Igathe haumnyimi usingizi, haumbabaishi. The issue of governorship has really disturbed and bothered the Jubilee team. They came with Liwe Liwalo. I even had it being repeated yesterday. Inyeshe ifanye nini, wataichukua. But they've tried many projects which have been croppers. Kidero alitetea utendakazi wake ambao baadhi ya wapinzani wake wametilia shaka iwapo wanahitaji kipindi kingine cha uongozi. They started with Eugene Wamalwa, did not take off. Then they came with another project of Peter Kenneth,
that also did not take off. Kati ya Mike Sonko na yule jamaa Kidero, nani anaelewa shida ya Nairobi kuliko mwingine? Mimi na ndugu yangu Igathe tukiapishwa kama governor wa Nairobi, tutahakikisha harassment ya wafanyi biashara hapa Eastleigh tunaenda kuimaliza. Kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2013, gavana wa sasa Evans Kidero wa ODM alipata kura 1692 dhidi ya Ferdinand Waititu wa TNA aliyekuwa na kura 1617. Naye Jim Nambaru wa APK akipata kura 1052. Seneta wa sasa Mike Sonko akiwania kwa tikiti ya TNA alipata kura 1814 dhidi ya Margaret Wanjiru wa ODM na kura 1526. Wengine wakiwa Stanley Livondo na Boniface Adoyo. Let me just add, this is Team E. Evans, Edwin, Esther. The other one is Team S. Kila mrengo wa siasa sasa unalenga Nairobi kuwa mnara wa ngome yao Agosti 8 kama mji mkuu wa taifa hili. Mark Namaswa, KTN leo. Naam, shukran sana Mark Namaswa kwa taarifa hiyo ya siasa za jiji la Nairobi. Mtazamaji, jiji la Nairobi limevutia sana mihemko ya kisiasa, kwa maana wanasema atakaye uhimili mji wa Nairobi kama chama cha kisiasa basi ni kana kwamba amehimili uchumi wa Kenya, amehimili Kenya kwa ujumla. Kwa hivyo tutakuwa tunaangalia mambo ya Nairobi yanakwendaje. Sasa hivi kuna fununu kwamba Peter Kenneth huenda akarudi tena debeni baada ya kubwagwa na huyu mwenzake Mike Sonko. Hebu tusikize ametoa tangazo gani saa chache zilizopita. Kunradhi mtazamaji, tutakuwa tunakuletea taarifa hiyo ama tangazo lake Peter Kenneth kuhusiana na kuwania kiti cha ugavana Nairobi kwa tikiti huria katika muda usio mrefu. Mitambo kidogo imeleta mushkili, lakini wacha tuendelee na mjadala wetu hapa nikiwa naye Paul Ogendi. Karibu sana bwana Paul. Asante sana kwa wewe ni mshauri wa sheria. Hivyo masuala ya sheria katika shirika hili la The Center for Citizen Participation. Kabisa. Mko na mkesha huu wa mshumaa. Tukipenda tunaweza uita mkesha wa wakimbizi. Maana tunaangazia masuala ya South Sudan ama Sudan Kusini na vile vile Burundi. Kwa nini mkesha huu? Ni matatizo gani wakimbizi hawa wanayapata hapa Kenya hadi kuandaa huu mkesha? Lofty, kama ambapo unaweza kuwa unajua, kunayo mkutano ambao utaanza kesho. Na huu mkutano kutakuwa ni wa rais ambao wako katika Afrika Mashariki. Kongamano lile la Afrika Mashariki. Exactly. Kwa kizungu tunaita The Summit. Naam. Itakuwa inakutana kesho kule Dar es Salaam. Sasa tumeangalia ratiba ambayo wametoa wakachapisha, na tukaona kwamba kunayo maneno ambazo hazijawekwa pale ndani. Na sasa hiyo ikatufanya tuwe na huu mkesha. Naam. Yes. Na mbali na kwamba mmeshinikizwa na kwamba mkiangalia ratiba na shajara ya the East Africa Union Summit, hawajaelezea kwamba wataangalia haya matatizo ya Burundi na Sudan Kusini. Ni matatizo gani nyi wenyewe kama mashirika sio serikali, wanaharakati, mmeyaona wakimbizi wanapitia hapa Kenya ndio maana muandaa mkesha huu? So Lofty, ukifuatilia vile watu ambao wametoka South Sudan na Burundi wamekuwa wakiishi maisha yao, ni maisha ambayo haitakikani kwa kila binadamu. Naam. Na kwanza kabisa, kwa vile wao ni wakimbizi, hiyo kwanza ni shida. Tunawataka warudi kwao, waweze kuishi na familia zao na wale ambao wanawapenda. So tunataka ile kongamano ambalo litakuwa kule Dar es Salaam kuweza kukaa chini, kuangalia ni mikakati zipi zitawekwa ili kuweza kuleta situation ambayo itawaruhusu warudi nyumbani. Naam. So kwanza kabisa tunataka watu wote ambao wamekimbia kutoka kwao warudi nyumbani. Wasiishi kama wageni. Naam. Kwa nchi zingine ambazo hawajatoka. Kwa hivyo shinikizo lenu ni lile kwamba waregeshwe, lakini bado kuna shida kule. Yes. Ukiangalia kama Sudan Kusini sasa kutoka mwaka 2013 hadi sasa kuja tulia, Kiir bado anashikilia misimamo yake, na ukiangalia vile vile Burundi pia ni vile vile kutoka mwaka 2015 hadi sasa kuja tulia, watarudi wapi? Sasa hiyo ndo
kufanya tuwe na hii mkesha. Kwa vile ukiangalia South Sudan kunayo janga la njaa ambalo litatokea. Kwa vile watu wengi wamekimbia na wengine hawajarudi mashambani. Imetangazwa kwamba takriban watu milioni 4.5 watakumbwa na baa la njaa kule Sudan Kusini. Hiyo sasa ni ripoti ambayo inatokea. Na inaweza kuwa hata juu kuliko hilo namba. Kwa vile tunaona kila siku kama hii vita ambayo itaendelea, basi tutakuwa na hiyo njaa ambayo itaua watu wengi sana kama haijashughulikiwa kwa dharura. Jambo lingine ambalo tunataka kusisitiza ni kwamba wale ambao wamebaki South Sudan na kwa zile cities ambazo kuna vita pia wanaendelea kuumia, na tunataka serikali ambazo zitakaa chini kule Dar es Salaam waweze kukuwa na mikakatilio ambayo itaweza kukomesha hii vita na kuweza pia kuangalia maneno ya ubinadamu. Yes. Mkesha huu wa wakimbizi ama mkesha huu wa mishumaa utafanyika saa ngapi, wapi, na utakuwa unahusisha kina nani? Mkesha huu itafanyika kule town, Aga Khan Walk. Itaanzia saa 12 mpaka saa 3:30. Na tunahitaji kila mtu ambaye anatakia mema watu wa South Sudan na Burundi wajitokeze kwa in solidarity, tuweze kupatia wale maraisi wetu ujumbe ya kwamba hili ndilo jambo tunawataka washughulikie kabla ya kuanza kushughulikia maneno ya biashara ambayo saa hizi wameweza kuitilia mkazo. Huu si mkao wa kwanza kwa viongozi ama marais wa Muungano wa Afrika Mashariki kuzungumzia masuala haya ambayo yanatatiza nchi hizi zilizokumbwa na vita ama zinazokumbwa na vita. Kwa nini mnaona wakati huu ndio pengine watatilia maanani na kuchukua nafasi? Na kumbuka hata Umoja wa Mataifa ulikuwa umeingilia kati kumwomba Pierre Nkurunziza aweze kurudisha nyuma misimamo yake, lakini viongozi wa Afrika bado wakishikilia misimamo yao, wanashikilia, vita vinatokea. Nyinyi mnaona mtaweza kusukuma kweli na kuleta mabadiliko? Lofty, kama hatujakaa chini kuzungumzia haya maneno na kabla hizi maneno hazijashughulikiwa zikaisha, lazima maserikali ambazo zinahusika ziendelee kuzungumza. Kwa kikao ambacho kiliisha last year, tuliweza kupata ripoti kutoka kwa aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa kuhusiana na maneno ambayo inaendelea kule Burundi. Na wakaweza kuadopt ile ripoti na wakasema kwamba pia wataadopt ile budget ambayo ilikuwa imeletwa pale mbele yao. Sasa kile tunataka kuona sasa hivi, tunataka pia tuweze kupewa update ni nini ambacho kimeendelea kuimplement ile report ambayo wali adopt, na tuelezwe ni progress gani ambayo imefikiwa sasa hivi. Kwa vile zile ripoti ambazo tunapata inaonyesha kwamba ile shida ambazo ziko katika hizi nchi mbili bado inaendelea. Na tuwezi kaa nyuma tukiangalia wenzetu ambao tunaishi nao pamoja hapa East Africa Mashariki wanaendelea kuumia. Yes. Kuna sasa hivi tunavyozungumza kuna Wakenya 4 ambao wameshikwa kule Sudan Kusini, wamehukumiwa wako jela. Kumekuwa na minong'ono, kumekuwa na malalamishi hata hapa Kenya kuhusiana kwa nini Wakenya washikwe kule na si wa kwanza. Kumekuwa na tetesi kwamba kunaenda kule madereva wa malori wanapotelea kule. Nyinyi kama mashirika na wanaharakati, je, mbona hamjitokeze huu wakati? Mwajitokeza sasa, sijui huwa mwasubiri nini ndio kutoka kuangalia haki za nani zinapotea? Ni za wakimbizi wanaokuja Kenya peke yao? Manake hata Wakenya pia inaonekana wanaumia na si wengi wanaozungumzia masuala haya. Tukizungumzia Afrika Mashariki, hatuongei kuhusu South Sudan na Burundi peke yake. Tunaangalia ile situation ambayo ni situation haina usalama na peace. So kile ambacho tunataka kusisitiza ni kwamba hii kongamano litafanyika kesho, lazima itilie mkazo kurejesha amani hapa region. Kwa vile umesema, kuna Wakenya ambao bado wako jela kule South Sudan. Serikali imetoa ripoti kwamba hiyo sio halali, na Court of Appeal kule South Sudan pia ilisema kwamba wafanyiwe mashtaka mapya. So hizi ni vitu ambazo tunataka zishughulikiwe na ziweze shughulikiwa kama bado kuna vita. So lazima hii vita kwanza ikomeshwe, alafu tuanze kushughulikia sasa, kuweka judiciary ianze kufanya kazi vile inaweza kufanywa, alafu watu pia waendelee na maisha yao
vile wanapaswa kuendelea. Naam. Yes. Kumekuwa na tetesi za hawa wakimbizi ama hawa raia wa kigeni kutoka Sudan Kusini na vile vile Burundi, wengine kupotea katika hali zisizoeleweka, labda kule kwao, sijui kama wengine hupotelea hapa Kenya. Katika uchunguzi wenu na katika kutafuta hizi haki za binadamu zinapotelea wapi, unaweza kuzungumzia nini kuhusiana na swala hili? Wanapotea vipi katika hali tata hawa watu? Swala hili ni swala ambalo limetutia hofu sana kama sisi ambao tunatetea haki za binadamu. Tunapata ripoti kila siku kwamba watu wameuawa, wengine wamechukuliwa katika nchi yao ama nje, na hizi vitu zote ni vitu ambazo zinaogofya, ni vitu ambazo hazifai kufanyika kwa shirika kama hili letu la East Africa, jumuiya la East Africa. Naam. Kwa hivyo tunataka hawa maraisi wakuje waweze kutuambia ukweli uko wapi. Kama watu ambao wanachukuliwa ama ambao wanauliwa ni ukweli ama ni la, na ni nini wanafanya ili waweze kuendelea kufanya kwamba kutoa suluhu kuhusiana na kupotea kwa hawa watu. Exactly. Umezungumzia sana kuhusu kwamba watoe suluhu. Ni sheria zipi labda mnaona kwamba zikiwa katika hii jumuiya ya Afrika Mashariki wakipitisha labda kesho zitasaidia kukabiliana na haya matatizo ya wakimbizi, watu kupotea na ghasia kama hizi ambazo tunashuhudia kila mara? Kwanza kabisa, suluhu zote sio za kisheria. Naam. Tunataka kwanza wafanye mazungumzo. Kunao mazungumzo ambayo inaendelea kule Burundi na tunaisupport 100%. Kile ambacho tungependa kuiona ni results za hii process ambayo inashughulikiwa na aliyekuwa rais wa Tanzania Benjamin Mkapa. Naam. Kule Sudan pia tunataka kuona kitu kama hiki kikiendelea. Tupate kuendeleza mazungumzo ili tuweze kufikiana kuhusu amani. Hivi sasa tuko na koti kule East African Community, Court of Justice. Na hii koti pia inaweza kuchukua hizi shida ambazo tumezungumzia na iweze kufanya jambo. So tutakuwa tunaangalia vile wataendelea na hii maneno na sisi tutakuwa pale kuweza kupatia ile support inahitajika. Yes. Umezungumzia kuhusu mazungumzo, ukasema si sheria itaweza kusuluhisha kila kitu. Hivi sheria ya Muungano wa Afrika Mashariki iko timamu, iko sawa, ama kuna vipengele pengine mngeomba viongezwe ili kuweza kuifanya kwa thabiti kukabiliana na haya mambo? Tungependa kusisitiza kwamba zile sheria zinahusiana na maneno ya haki ya binadamu ziweze kutiliwa mkazo. Na wale ambao wanahusika kuzifanya zifanye kazi waweze kufanya ile inatakikana, ndiposa tupate jumuiya ambayo iko na peace na haki za binadamu zinasisitizwa. Yes. Tayari kuna ripoti ambazo zimetolewa na wanauchumi kwamba mfumuko wa bidhaa kule Sudan Kusini umefikia 835%. Inatajwa kuwa juu zaidi ulimwenguni kote. Na haya mazungumzo wanagusia kwamba labda yataleta pamoja hawa watemi Salva Kiir na Riek Machar. Wengine wanahoji kwamba huwezi kuleta watu wawili ambao ndo vyanzo vya tatizo, kwamba wazungumze walete suluhu. Kuna njia nyingine mbali na mazungumzo? Manake hawa ni wale watu ambao wanazozana, watazungumza walete vipi suluhu? So kuna njia mingi ambazo zinaweza tumiwa, lakini sisi kama wapenda amani tunaona mazungumzo ndio kile ambacho kitatupatia suluhu ambalo tunahitaji. Tukisema kwamba tuende kule na army ama tuanze kushambulia country kama Burundi ama South Sudan, tutakuwa tunaongeza shida ambayo iko pale. So kile tunataka ni wale wote wanaohusika na wale maraisi wapatie pressure wale ambao wamehusika pale kuweza kufanya jambo ambalo wanapaswa kufanya ili kurejesha amani nchini yao. Naam. Yes. Turudi katika huu mkesha wa wakimbizi ama mkesha wa mishumaa leo. Nyinyi kama shirika The Center for Citizens Participation mnajihusisha vipi, mtakuwa mnasaidia vipi haswa, ama jukumu lenu ni lipi katika hizi haki za wakimbizi haswa kwa shughuli nzima ya leo? So Center for Citizen Participation ni mmoja ambao wamehusika katika hii event. Wengineo ni Kenya Human Rights Commission, Africa Rising, Zinduka na pia Atrocities Watch. So kile ambacho sisi tunataka ni kukaa pale
na wakimbizi kutoka South Sudan na Burundi ili tutume message kwa wale ambao wanahusika kwamba haya maneno tunazungumzia saa hizi ni maneno ambayo yanapaswa kupewa uzito unaofaa. Tusiweke biashara mbele na kuna nchi ambazo zinaenda kuanguka hapa East Africa. Kwa hivyo mnahisi kwamba viongozi wa Umoja wa Afrika Mashariki wakikutana mazungumzo ni biashara? Tunaona kwamba wanatilia mkazo sana maneno ya biashara na wapatii uzito maneno ya binadamu ambazo zinaendelea kudhoroka. Naam. Yes. Wa Kenya pia wamekuwa kilalamika. Kwa mfano tayari Sudan Kusini kuna kadiriwa kwamba ni takriban milioni 1 wakazi pale wameshatoka kama wakimbizi. Hapa Kenya naaminiwa wengi pia wapo, maelfu na maelfu ya wa Sudan Kusini. Wa Kenya wamekuwa na wasiwasi kwamba pia hao wakimbizi wakiingia Kenya wanashukisha pia viwango labda vya nafasi za ajira, biashara, kwa maana kuja na kuvamia. Yes. Wanatoka kambini na kuingia huko. Nyinyi kama wanaharakati, sijui kama mnaangalia pia haki za Wakenya ambazo wanaona wananyimwa na hawa wakimbizi ambao wanakuja. Hiyo ni swali mzuri sana. Usikusahau kwamba kidogo nyuma pale pia sisi wa Kenya tulikuwa katika situation kama hii. Naam. Na tulikuwa tunakimbia kwa majirani zetu ili kuweza kupata msaada. So mimi nawahimiza wa Kenya kwamba chochote ambacho wanataka kufikiria kuhusiana na wale wakimbizi waweze kuangalia kwamba hiki ni jambo ambalo linaweza kutendeka popote kule, na likitendeka ambaye atakusaidia ni jirani yako. So hiyo maneno ya kuleta shida katika economy ama kuleta shida katika services ambazo tunapata kama wa Kenya zipo pale. Wanapigania zile bidhaa, miundo misingi zile ambazo zimetengewa wa Kenya. Zipo pale, lakini tukipata ushirika ya international community tunaweza kushughulikia vilivyo. Naam. So but suluhu la kukaa ni kuweza kurejesha amani kule nchini South Sudan na Burundi. Mwingine akahoji kwa nini hawa wakimbizi ambao sasa hivi tunaenda kukesha, manake tutakaa pale chini usiku mzima. Kwa nini wasisalie kambini kule walikotengewa? Mbona waje huku ambako kule kambini ndo kuna kila kitu? Nafikiri Umoja wa Mataifa kitengo cha kushughulikia wakimbizi kinapeleka vyakula, misaada, kila kitu. Kuja huku kutangamana na watu, pengine wengine hawana vyeti vya kutosha vya kuingia kufanya biashara, ndo labda kunaleta haya matatizo. Mbona nyinyi msiweke hii misingi kama wanaharakati? So kwanza kabisa sio kila refugee anapaswa kukaa kambini. Kenya ni nchi ambayo imekubali kuwachukua refugees kulingana na zile sheria ambazo ziko, na kila mtu ambaye amekimbia kutoka nchi yao hafurahii kuwekwa katika ukumbi mahali fulani. So tunahimiza serikali kwamba wanapochukua hawa waweze kuwapatia maisha ambayo wangeweza kuishi kama walipo huko nyumbani kwao. Na tuna also himiza serikali kwamba waendelee kuzungumza na marafiki zao ama zile country ambazo ziko kati East Africa ili waweze kupata suluhu la amani, ndiposa hawa watu warudi kwao, waendelee na uchumi wao. Naam. Yes. Kumekuwa na tetesi za mwingilio wa nchi za magharibi katika hizi tetesi ambazo tunashuhudia nchi zetu za Afrika Mashariki. Yes. Unaweza kusemaje kuhusiana na hilo? Tunawakaribisha yeyote yule ambaye amekubali kutusaidia ili tuweze kupata suluhu. Suluhu haliwezi kutoka kwa mtu mmoja. Naam. Na mtu yoyote ambaye anakuja na nia nzuri kutusaidia sisi kama wananchi wa East African Community kupata suluhu kwa shida zetu kama hii sasa ya kukosa amani, tunafurahia hiyo, na tunaendeleza kuwahimiza waendelee kutupatia support ambayo itaweza kumake sure hii maneno imesuluhishiwa vizuri. Naam, umezungumza vizuri, unakaribisha kila mtu, lakini tetesi zilisopo wengine wanaharakati wengine na vile vile wachanganuzi wanasema kwamba mwingilio wa nchi za magharibi, nchi za uzunguni saa zingine unaleta shida katika kutafuta suluhu. Manake ni kama pia hao wana mvuto, kuna vitu wanatafuta katika hizi nchi ambazo huwa wanapigana. Nyinyi kama wanaharakati, je, mmeangalia haya na kuhakikisha kwamba labda mnahamasisha vipi hata hawa nchi ama hizi nchi zozano, ili kwamba mwingilio wa nchi za magharibi, iwapo upo, hautaathiri kutafuta amani ama kupoteza amani?
nimesisitiza pale nyuma kwamba wale marais wa East Africa wazungumze. Support ikikuja ikuwe ni support ambayo inatoka nje, iwe inachaneliwa kwa ile mazungumzo na vile watakuwa wamefikiana. So kila hatutaki ni kuwa mtu ambaye ametoka nje akuje kuleta agenda yake. Ndiposa tunahimiza sana kwamba hawa marais wakikutana waweze kuwekelea mipango ambazo zitaweza kurejesha amani, sio kungoja mtu kutoka nje kuleta hiyo suluhu kwetu. Naam, tuzungumzie kidogo demokrasia, manake nyinyi huwa mnaangalia sana jinsi watu wanavyoishi, uchumi wao na haki zao. Demokrasia ya nchi za Afrika Mashariki iko pahali gani? Manake inasemekana hiyo ndo chanzo cha hizi shida zote. Hata hivi leo hatungekesha kama kumekuwa na demokrasia, maana kwamba mtu anawania kiti chake kwa miaka 5 kama katiba yasema hivyo, akimaliza toke. Unaweza kuizungumziaje demokrasia yetu? Tunahimiza kwamba maserikali ambazo ziko sasa hivi ziweze kutilia mkazo zile sheria ambazo tumekubali. Na tukiweza kusupport democracy, tutaweza ku-maintain peace. So siwezi kuongelea kuhusu demokrasia wengine, lakini tunajua kwamba unapokataza demokrasia kuendelea, tunaweza kuleta shida katika nchi ambazo tunatokea. Kwa hivyo tunahimiza kila mtu ambaye anahusika kuweza kuonelea kwamba demokrasia imefuatiliwa. Na tukimalizia kabisa, tuje vipi sasa katika huu mkesha wa wakimbizi? Tuje na mavazi aina gani? Tuje na vyakula? Tuje na maji ya sharubati? Tujeje? Lofty, tutakuwa kule, tutavaa black na white. Ushavaa tayari? Mimi niko tayari, naelekea kule baada ya hili interview. Black ina ishara kwamba ni wale watu ambao wamehusika. Na white ni peace, amani. Exactly. So ukija umejivaa vile, tunaweza kukutambua na tunaweza jua agenda yako pia iko sambamba na ile yetu. Yes. Kwa hivyo tunaambia kila mtu akuje, tutabeba pale candles, alafu tutaweza kuzungumza na kukaa pale kuzungumzia haya maneno kwa undani kabisa. Naam. Shukran sana mtazamaji. Huyo ni Paul Ogendi, asante sana, ambaye ni mshauri wa masuala ya sheria katika shirika la The Africa for Citizen Participation, ambao ni baadhi ya wale waandalizi wa mkesha wa leo, mkesha wa wakimbizi, mkesha wa mishumaa, ambao ukiweza fika pale wako na hashtag yao ni Kill Us No More, yani msituue tena. Wakimbizi kutoka Sudan Kusini na vile vile kutoka Burundi watakuwa na kesha pale, na mashirika mengine haya niliyoyataja. Hata wewe ukiweza tafuta nguo zako, vazi lako jeusi ukichanganya na rangi nyeupe, uweze kuwa mahali pale Aga Khan Walk, mabarabara ya Aga Khan jijini Nairobi, katikati ya jiji. Tukimalizia tu mjadala wetu, asante sana Paul, tunaamini kwamba tutakuwa pamoja pale. Hebu twende kaskazini mashariki ya Kenya, ambapo tutaangazia siasa za kule, tukianza na kaunti ya Mandera. Tuanze na msafara wa wafuasi wa Jubilee kaunti ya Mandera unaoongozwa na gavana Ali Roba, wanaoendelea kuzuru maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo kuwashinikiza wenyeji kuwapigia kura Jubilee kwenye uchaguzi mkuu ujao. Msafara huo ulioanza mjini Moyale na kutiririka hadi Mandera utazuri magatuzi yote 6. Wakiwa na viongozi mbalimbali kwenye msafara huo, unadhamiria kuwashinikiza wakazi kuunga mkono Jubilee kabla ya ziara ya naibu wa rais William Ruto Jumamosi ijayo. Sisi tumejipanga, sisi tuko pamoja, na hapa nakisha kwamba sisi watu wa Mandera West kama mjumbe wa zamani hapa tutajenga 85% watajenga Jubilee. Wale wazee wenzetu ambao wanaitwa Council of Eras hapa Mandera wameanza mwenendo mbaya, wakishirikiana na hiyo aspirants ambao wao wamewa anoint, wakaanza kushirikiana kucorrupt IBC na kuanza kutransfer kura za watu bila idhini ya raia. Ikiwa viongozi wenyewe kura wao hawajawacha, hao wazee wanafaa kushikwa na kuwekwa jela. Katika kaunti ya Garissa, mbunge wa Garissa mjini ambaye ni kiongozi walio wengi bungeni Aden Duale alikuwa katika ziara ya kukutana na wenyeji sehemu ya Garissa.
Duale ameitaka Tume ya Kitaifa ya Elimu ya Vyuo Vikuu nchini kuikabidhi cheti cha kuidhinishwa uhalali wa chuo kikuu wa vyuo vikuu vya Kiislamu nchini. Duale aliongezea kusema ni wakati serikali ianze kupeana vyeti hivyo kwa sababu ya majukumu wanayofanya kwa Wakenya. I want to really ask government that we initiate the process through the Minister for Education, the process of granting charters to Islamic universities. Na kutoka katika kaunti ya Marsabit kaskazini mwa nchi, naibu wa gavana wa kaunti hiyo Omar Abdi Ali amejitenga na gavana wake Ukur Yatani na kutangaza kumuunga mkono Muhammad Ali wa chama cha Jubilee atakayepigania nafasi ya ugavana na Ukur Yatani. Naibu gavana huyo alilakiwa na wafuasi kutoka jamii yake ya Burji katika sherehe ya jamii ya Waburji mjini Marsabit. Sisi 2013 tulipotea njia. Hii jamii ya Burji leo hii wameapa haitakuwa na mtu mwingine kuja kuwatenganisha kabisa. Kutumia rasilimali ya kaunti kujifanyia campaign, kwa sababu tukitembea mashinani tunapatana na magari za kaunti usiku na mchana. Wafanyikazi wa kaunti hawalali, wametumwa kwa Manyata wakifanya campaign. Hiyo ni kinyume na sheria. We will make sure that the people, the great people of Marsabit will feel the effect of devolution and will be proud of the devolution that other Kenyans have enjoyed. We want to ensure we will eliminate corruption. We want to make sure that there will be equity among the people of Marsabit. All communities will be served without discrimination. Kulingana na baadhi ya viongozi wa jamii katika kaunti ya Marsabit, wameamua kuhamia kambi pinzani baada ya madai ya utumizi mbaya wa mamlaka na rasilimali za serikali ya kaunti ya Marsabit inayoongozwa na Ukur Yatani. Na asante sana mtazamaji, na kufikia hapo naomba kutia kikomo kwenye taarifa zetu za mbio ya KTN. Asante kwa kuwa nami kutoka mida ya saa 10 hadi saa 11 twalifunga jamvi, lakini kumbuka katika mwendo wa saa 12 hadi saa 2 atakuwa Mashirima Kapombe kwenye Dira ya Wiki, lakini kabla hapo Zilizala Viwanjani na Hassan Juma inakujia katika muda usiokuwa mrefu. Tayari yuko chonjo, 11 ikigonga ndipo atakuwa anaingia studioni kukupasha yaliyojiri kwenye viwanja, nyuga na maeneo mbalimbali ya sport. Asante sana, nilikuwa naye Paul na aga nasema kwaheri, tukutane muda mwingine. Endelea kutazama KTN News.